Familia ya Evelyn Amagove inatafuta ukweli kuhusu kifo cha mwana wao aliyeaga dunia nchini Oman alikokuwa amekwenda kufanya kazi. Familia yake inataka vyombo vya serikali kuchunguza ni vipi mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 33 alisafirishwa nje na wakala licha ya kuwa katika hali mbaya ya afya, ikitilia shaka stakabadhi zinazoonyesha kuwa Evelyn alifariki kutokana na mshtuko wa moyo, kama anavyotuarifu Ode Francis. Evelyn Amagove aliondoka nchini kuelekea Oman kufanya kazi Oktoba mwaka jana ili kujikimu kimaisha na kusaidia familia yake hapa Kawangware na huko Gimarani, kaunti ya Vihiga. Alipelekwa Oman kupitia mawakala wa Malista Agency Travel na kuaga dunia kwa mwajiri wake Said Ali Najim Al Gilani tarehe 10 mwezi wa Februari mwaka huu. Wakati alipoenda Oman, I was not aware. What I was aware of is that she's dead. Stakabadhi za kifo chake zinasema alifariki kutokana na mshtuko wa moyo, ila mamake anatilia shaka kauli hiyo. Kutoka hapa kwa kifua mpaka kwa tumbo hapa kwa kiuno ilikuwa imefura. So wakati alifinya tumbo, damu ilitoka kwa mdomo. Mwili wa Evelyn ulirejeshwa nyumbani na kupokezwa familia yake. Ni katika eneo hili ambapo Evelyn Amagove alikuwa anafanyia biashara yake ya kuuza mahindi kwa miaka 2 sasa. Oktoba ikawa mara yake ya mwisho kuweza kufanya shughuli ya biashara na kuelekea katika nchi za Uarabuni ili kutafuta maisha. Asijue atarudi akiwa amekufa. Rafikie sasa anatumia mahali hapo kwa kazi ile ile ya kuuza mahindi. Alikuwa anachomea mahindi hapa na ngangana. Kazi mwingine ananyeshewa hapa. Lakini hii ndio space yake ilikuwa hapa, alikuwa anachomea hapa mahindi. Kulingana na familia yake na waliomfahamu, Evelyn hakuwa katika hali nzuri ya kiafya aliposafiri. Sababu mara mingi amekuwa na shida hapa ya kiafya. Alikuwa hata akiwa hapa kazini anaanguka, namchukua pale matibabu kidogo anarudi. Kumaanisha hizi kampuni azitilii mkazo na qualification za nini? Za kuenda. She could not make it according to her health of epilepsy. Because epilepsy haitaki mambo mengi na haitaki kusumbuliwa akili na haitaki a lot of kelele and working 24 hours 24 night. So she could not make it. So the way she went I cannot explain. Jambo hilo liliibua maswali kuhusu ni vipi aliruhusiwa kusafiri katika hali ile. Familia yake imekosa namna ya kugharamia upasuaji wa maiti ili kubainisha ukweli kuhusu kifo chake. We never had any money to do any postmortem, so we could not proceed to end. Tulitishwa 22,000 cash bail of 15K. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.